ndio maana katika ligi hamna, na ndio maana nilimwambia Kibabage, mkimpigia simu saizi mkimuuliza vipi jana mziki wa Chobo, atakwambia yes, pale nimekubali. Sawa atakwambia kabisa pale ni saluti. Kwa hiyo mimi ambacho nataka niwaambie hizo story, kwanza hizi timu hazijuagi kuwatunza wachezaji wazuri, hazijui. Kuna timu ishachukua wachezaji kwetu, alafu mpaka wanaweka benchi, wengine wanawatoa kwa mkopo, sura leo wanajijua. Kuna timu zinakuwa na tamaa. Sisi TRA tunajua kuwatunza wachezaji na tuna makocha ambao wana uwezo wa kumaintain kiwango cha mchezaji. Unamwangalia Chobwedo, si ndio? Hivi kuna mtu alihisi Chobwedo anasema Chobwedo kazaliwa leo? Sio kama mnanielewa. Kuna golikipa anaitwa Jean Noel ya Monome. Unaweza kusema kazaliwa leo. Kuna timu hazina golikipa. Golikipa anafungwa akitoka hapa na hasira, anataka kupigana na watu. Wewe sisi golikipa wetu umemwona jana kafungwa pale. Umemwona ameinua hata ngumi. Subiri kwanza, subiri. Golikipa wetu sisi mmemwona jana kacheza mechi na tumefungwa. Umemwona Monome jana kainua ngumi kumpiga mtu? Umemwona leo waandishi si mmekuja hapa mmeongea na Monome? Si mmeongea naye? Mmemwona Monome kagoma kuongea na waandishi? That is professional. Sawa tukizungumza professional goalkeeper, professional player ni Jean Noel Monome. Hakuna goalkeeper anaweza akafika uwezo. Kwanza ana akili na anajua hii mechi leo nimepoteza, natakiwa nishukuru Mwenyezi Mungu nikajipange na mechi. Sio unapoteza mechi unakuwa na hasira. Unakuwa na hasira si ungepambana, usifungwe. Si unaelewa? Kwa hiyo mimi niwaambie, sisi hatupokei ofa ya mtu. Timu ambazo hazijui kulea wachezaji vizuri vikalea viwango vyao. Sisi tuna wachezaji kibao wamewachukua. Sasa hivi kaangalia mwingine katolewa kwa mkopo. Wakati kwetu alikuwa anaanza na amefunga magoli mengi. Si unaelewa? Kwa hiyo mimi ambacho nataka niwaambie, hakuna timu itakuja kumchukua mchezaji. Sisi TRA kwanza tuna pesa. Tunaweza tukambakiza mchezaji kwa gharama yoyote. Hakuna timu inaweza kununua Chobwedo. Hivyo unaweza kuja kununua timu kwa nani kwa timu ya walipa kodi. Hao Watanzania wenyewe wataandamana. Wakiona timu ya walipa kodi inamuuza mchezaji wao ambao ni icon ya klabu. Wataandamana. Chobwedo hauzwi. Kwa sababu hata timu ikinunua hawana uwezo wa kumtunza, hawana. Timu pekee inayoweza kutunza wachezaji, inayoweza kuwa maintain wachezaji viwango vyao vikawa bora ni TRA United Sports Club. Nyingine zote hamna. Zaidi nyingine mchezaji atatia hasira huko, atapigana na refa, atafanya nini? Anafanya hivyo. Lakini kwa TRA sisi ndugu yangu, kwanza wachezaji wetu wana nidhamu. Wewe ushawahi kumwona mchezaji wa TRA kagombana na mtu? Umewahi kumuona wapi? Sisi tunawafundisha nidhamu na tunawafundisha kwamba wewe ni mchezaji mkubwa. Sisi hata mchezaji wa under 20 kwetu sisi ni mchezaji mkubwa, kwa sababu tunajua ile ni mali ambayo itakuja kutumika baadaye. Kwa sisi haturuhusu wachezaji wetu waka misdiscipline hata siku moja. Na sisi wachezaji wetu siku mkimuona mchezaji wetu kafanya hivyo, mpigeni picha mnitumie. Yaani siku mkimuona mchezaji wangu mimi anagombana na mtu, piga picha nitumie. Na uhakika mpaka ligi itaisha, hukuti mchezaji wa TRA amekwenda kupigana na mtu uwanjani. Amefungwa jana, Monome kafungwa goli 3. Pale Meja Samuel katoka amani fair play. Sasa unafunga unaanza kukurupuka. Ungetaka hapo ungesingacheza kaa benchi. Lakini sisemaje pia kuna story kwamba wanasema mnawakamia wananchi Yanga Afrika. Lakini mcheza na Simba mambo yanakuwa mepesi. Tumesikia pia wanachama wa Yanga pia wakizungumza hivyo kama kuwataki nyinyi kwa mnawakamia sana. TRA United Sports Club ni timu ya Watanzania wote na ni timu ya walipa kodi wote. Watanzania wanaozungumza na walipa kodi wanaozungumza wapo Yanga, wapo Simba, wapo Azam, wapo Namungo, Singida na timu nyingine zote. Sisi hatujawahi kumkamia mtu. Na sisi ni professional. Sisi sio tawi la timu yoyote. Sisi hatuna tawi. Matawi yetu sisi ni Watanzania. Matawi yetu sisi ni walipa kodi. Hao sisi ndio matawi yetu, kwa sababu tunatoa elimu ya kulipa kodi, wanaitikia wito, tunahamasisha watu walipe kodi, wanaitikia wito. Hatuwezi tukawa tawi la timu nyingine, sisi sio. Sisi imetutokea Simba hatujawahi kumfumania kwenye nyavu. Hatujawahi. Lakini dawa yake inachemka. Ndio maana jana nimesema sisi ni people, tutakutana Arusha. Jana umesema hujacheza na Simba. Leo umecheza na nani? Nani? Wapi? Kwenye interview ukasema Simba ishiki mjini.
Simba haishi mjini, wale ni watu wale. Wale sio Simba, wale ni watu. Simba anaishi Tarangire, anaishi Ngorongoro, anaishi Manyara. Sawa, anaishi Serengeti huko, Tanapa, mbuga za wanyama huko. Ndio kuna mkuta Simba. Nitajie Simba jana alikuwa na mapembe mangapi? Alikuwa na manyoya jana. Si alikuwa amevaa nguo kama ambazo nimevaa mimi. Lile ni jina tu. Kwanza inabidi wabadilishe. Wabadilishe, watafute jina lingine. Wajiita hata Msimbazi FC. Wajiita Msimbazi FC kwa sababu ukisema Simba, Simba sisi tunawaacha kule mbugani. Nitajie, wewe unaweza ukaa na Simba? Wewe unaweza ukaa na Simba? Siwezi. Nitajie Simba jana alikuwa wapi pale? Wale ni Msimbazi FC. Ndio maana nilisema nikilala nikiamka nitamka na jina lao. Wale ni Msimbazi FC. Kwa sababu sio Simba, wale ni Msimbazi FC. Msimbazi Football Club. Wale. Ushanielewa sijui? Yani wale ndio jina lao. Simba sisi tumewaacha kule Tarangire. Na wakija sisi watakapokuja kwenye mechi yetu ile ya nyumbani, tutawapeleka tuambia huyu ndio Simba ambaye watu wanafanya utalii kuja kwenye hizi mbuga zetu za Ngorongoro, Tanapa, Tarangire, Arusha na Manyara. Thamani ya Chobwedo ni bei gani sasa hivi? Thamani ya Chobwedo? Yaani pale kama una bilioni 100 Chobwedo humpati. Bilioni 100 ndo thamani ya Ramadhani Salum Chobwedo. Ni bilioni 1. Na nafikiri ndio mchezaji pekee gali mwenye thamani kubwa katika ligi yetu ya Tanzania na bara la Afrika kwa ujumla. Chobwedo. Thamani ya Chobwedo ni bilioni 100. Huna bilioni 100 kaa pembeni, na hakuna timu ina uwezo wa kuwa na bilioni 100 ya kuvunja mkataba wa Ramadhani Chobwedo. Hakuna. Hawana hiyo bili, na pili hawajui kutunza viwango vya wachezaji. Kwa mchezaji wetu hukuti anatoka hapa aenda sehemu nyingine. Wa mchezaji hapa anafunga magoli, anakiwasha namna ile. Unakuja kumsajili kwa mihemko, ukitoka hapo unamweka benchi, unamtoa kwa mkopo. Nani kwambia TRA hatujui kutunza wachezaji wetu? Sisi tunajua kuwatunza, maana unaona wana afya, wamenawiri, hawajazeeka, hawajakomaa wale, hawana vigimbi wale. Yaani ni wachezaji standard. Yaani wenyewe ukipita unasema yes, mchezaji wa TRA huyu hapa. Na inasemekana washaanza kumlia rada timu za Kariakoo. Hawana uwezo huo, hawana. Nimekwambia thamani yake ni bilioni 100. Kama wana bilioni 100 walete. Hawana, kwa sababu ukisema bilioni 100 anauza jengo. Rasilimali alizokuwa nazo zote, bilioni 100 ndio amsajili Chobwedo. Sasa ana uwezo huo? Hawana. Hawana. Lakini usemaje kama usajili wa Chikola kwenda Yanga na kutoka mkopo umekuuma, semaje? Mimi haujaniuma. Haujaniuma. Yaani haujaniuma hata kidogo. Yule ni mchezaji. Lakini unawasimanga. Mimi sijamsimanga mtu. Mimi nimesema tu kwamba kuna timu hasijui kutunza wachezaji. Wana wachezaji wengi, unasajili mchezaji wangu unamweka benchi wa nini? Unamsajili wa nini kama unajua msanii akija ataka benchi? Kwa nini unamsajili? Angalia si wachezaji wetu. Rotation anayoifanya kocha Etienne. Mchezaji yoyote anaingia na kiwacha. Mchezaji yoyote ambaye anaingia anapiga mpira mwingi. Umeshanielewa? Jana kocha amefanya sabu. Kuna Makoi, mmefanya naye interview leo. Makoi, kuna Isaac. Isaac ni under 20 yule unajua Makoi ni under 20. So senior yule. Okay. Yule katoka kwenye kosi ya under 20 kapanda kwenye zile kanuni zetu za mpira. Sawa Lakini angalia wanapomwaga maji wakiwa uwanjani. Unaweza ukafananisha na wachezaji wa timu nyingine? Sasa wale ndo nakwambia hivi, wale ndo under 20. Kwa hiyo piga mahesabu wachezaji type ile Makoi na Isaac wakae msimu huu unaisha wako na Etienne, afu msimu ujao na Etienne. Wale watakuwa kina Messi waliochangamka. Baada ya muda wanakuwa ni Messi aliyechangamka wale watoto. Kwa hiyo yani wakina Chobwedo waliochangamka zaidi na zaidi ndo wale. Kwa hiyo ndio maana nakwambia TRA sisi tuna jicho la kuona mchezaji. Hatusubiri wewe mchezaji umtumie ndo mchukue. Sisi tuna jicho la kuona mchezaji. Nauliza swali. Mchezaji Mzamiru Yasini. Mmemwona Mzamiru alivyokuwa kule Simba na Mzamiru wa sasa hivi utawakataa. Watu wawili tofauti. Tafsiri yake ni kwamba huku kuna kocha anajua kufundisha mpira, kuna kocha wa viwango, kuna kocha wa fitness. Yaani Mzamiru sasa hivi anacheza kama upepo. Anaingia tu, anapita, anaenda. Mechi ambayo tulicheza na Yanga kila mmoja alisema yaani hata alipopata bahati mbaya kadi nyekundu kuna watu walishukuru. Walisema afadhali Mzamiru ametoka. Sasa tutajipigia. Tukacheza pungufu, hakuna alichokipata mpaka mechi imeisha, tumetoka draw bila.